Unafahamu kuhusu mtoto wa Zinedine Zidane, golikipa Luka Zidane, kulichagua taifa la Algeria kama taifa lake atakalolitumikia? Lakini je, unafahamu pia kuhusiana na mkurugenzi wa zamani wa ufundi wa klabu ya FC Barcelona, Matteo Almani, kujiunga na klabu ya Atletico Madrid? Sijui kama unafahamu. Unajua nini ambacho kinaendelea baina ya Rodrigo pamoja na kikosi cha klabu ya Real Madrid? Umepata taarifa gani kuhusiana na majeruhi ya wachezaji kuelekea katika mapumziko ya kimataifa kwa hivi sasa? Karibu ujiunge nasi katika news update ya IREM TV. Usisahau kusubscribe katika channel yetu kupata taarifa za kimichezo wakati wote. Karibu. Mkurugenzi wa zamani wa soka wa klabu ya FC Barcelona, Matteo Almani, amejiunga rasmi na klabu ya Atletico Madrid kama mkurugenzi wa soka la wanaume ndani ya klabu hiyo. Taarifa hii imekuja rasmi siku ya leo, ikiwa ni taarifa ambayo hakuna yoyote ambaye alijua kabla kama inakuja, na hakukuwa na tetesi yoyote ya kwamba inawezekana Mhispania huyo ambaye anaheshimika zaidi katika soka la Uhispania akawa anaelekea katika klabu ya Atletico Madrid. Taarifa imetoka rasmi ya kwamba Matteo Almani anakwenda kujiunga rasmi na klabu ya Atletico Madrid. Sasa watu wengi wamekuwa wakihoji pia kuhusiana na swala hili la Matteo Almani, ni kwa nini amechagua kujiunga na klabu ya Atletico Madrid. Ni kujuze kwamba Matteo Almani mara baada ya kuachia ngazi kwenye klabu ya FC Barcelona ambayo alijiunga nao mwaka 2021, baadaye mwaka 2023 alipoachia ngazi alianza kuhusishwa na klabu ya Aston Villa kwenda kwa mkurugenzi wa ufundi wa klabu hiyo, lakini baadaye haikutokea mpaka mwaka 2025 leo ilipothibitisha kwamba anakwenda kujiunga rasmi na kikosi cha klabu ya Atletico Madrid. Miongoni mwa vitu ambavyo vitakumbukwa kwa Matteo Almani kwenye klabu ya FC Barcelona ni pamoja na aina ya sajili alizofanya, lakini pia katika nyakati za mwanzo kabisa yeye ni miongoni mwa watu ambao walihusika kwenye kuirejesha Barcelona katika nyakati nzuri kwa aina ya sajili ambazo alikuwa amefanya ndani ya klabu hiyo ya FC Barcelona. Wakina Ferran Torres, wakina Sergio Kun Aguero, wakina Frank Kessie, lakini pia wachezaji tofauti ikiwemo Robert Lewandowski, Jules Kounde ni miongoni mwa wachezaji ambao walihusika kuwasajili katika klabu hiyo. Lakini pia ziko sajili ambazo hazikufanya kazi ambazo alisajili ikiwemo Sergio Kun Aguero, lakini pia alifanya sajili tofauti ndani ya klabu hiyo ambazo zinahesabika mpaka leo kwamba hazikufanikiwa. Lakini kwa kiasi kikubwa alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walihusika kwenye kuisaidia Barcelona kutoka katika kipindi kigumu cha kiuchumi, kwa maana ya kuweka vitabu sawa na hesabu za kifedha sawa ili kurejesha Barcelona katika nyakati nzuri. Lakini habari nyingine kwa hivi sasa ambayo imewagusa watu wengi sana kule barani Ulaya ni habari ambayo inamhusu nyota wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, Rodrigo Goes, ambaye jana amefanya mahojiano na amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na hatima yake ndani ya kikosi cha klabu ya Real Madrid. Wakati katika nyakati ambazo watu wengi walitegemea sana Rodrigo Goes pengine aweke msimamo wa kwamba anataka kuondoka katika klabu ya Real Madrid, lakini imekuwa tofauti. Rodrigo mwenyewe anasema yupo tayari kuendelea kusalia katika klabu hiyo, lakini pia ataendelea kuvumilia na ataendelea kubaki katika klabu ya Real Madrid hata kama atakosa nafasi, na anaamini kwamba kocha wake Xabi Alonso anapaswa kumtumia vile awezavyo. Katika mahojiano yake ambayo ameyafanya, Rodrigo Goes ameelezea vitu vingi sana. Ameelezea nyakati ngumu ambazo alipitia katika kikosi cha klabu ya Real Madrid, lakini pia ameelezea kuhusiana na namna ambavyo yeye anaipenda klabu ya Real Madrid na anaamini bado ni sehemu ambayo anaweza kucheza na kutimiza ndoto zake kama mchezaji. Kwa wale ambao walikuwa wakimnyemelea Rodrigo Goes wafahamu kwamba nyota huyo hana mpango wowote wa kuachana na kikosi cha klabu ya Real Madrid kwa hivi sasa, labda huko mbeleni. Na kauli yake moja ambayo imenukuliwa katika mahojiano yake ni yeye mwenyewe kusema ya kwamba ataendelea kuwepo katika kikosi cha klabu ya Real Madrid mpaka pale Real Madrid wenyewe atakaposema inatosha, au atakaposema basi ndipo ambapo ataamua kuchukua uamuzi wa kujiunga na timu nyingine yoyote kule barani Ulaya. Ikumbukwe pamoja na kiwango kizuri ambacho amekuwa kikionyesha Rodrigo Goes katika klabu ya Real Madrid, lakini bado mashabiki pamoja na watu wengi wanatazama zaidi kile ambacho Jude Bellingham, Vinicius Junior pamoja na Kylian Mbappe wanakifanya katika klabu hiyo, wakimweka pembeni Rodrigo. Unakumbuka tuzo ambayo pia Rodri alitwaa. Rodrigo Goes hakuwa hata miongoni mwa wachezaji ambao waliingia katika ile 10 bora ya wachezaji waliofanya vizuri, licha ya kwamba yeye ni miongoni mwa walioisaidia klabu ya Real Madrid katika mafanikio ya msimu wa 2023-24. Lakini pia mchezaji huyu amekuwa akikosa nafasi kabisa katika kikosi cha klabu ya Real Madrid mpaka katika michezo kadha kama 3-4 ya mwisho ambayo amepata nafasi chini ya kocha Xabi Alonso. Alishindwa kupata nafasi katika kombe la dunia la vilabu, lakini pia ilimbidi katika mchezo ya mwanzo ya La Liga awe kwa benchi na bwana mdogo Gonzalo Garcia, na ilikuwa changamoto kubwa sana kwa nyota huyu ambaye alianza kuhusishwa na vilabu kama Arsenal, the Gunners, Liverpool na vilabu vingine ambavyo vilikuwa vikimtolea macho. Lakini Rodrigo mwenyewe bado anaamini kwamba anaweza kuendelea kushindana katika kikosi cha klabu ya Real Madrid.
Taarifa nyingine ya kimichezo ni mahojiano aliyofanya nyota wa kimataifa wa Ecuador na klabu ya Chelsea, Moises Caicedo, ambaye amekuwa na kiwango kizuri toka kuanza kwa ligi soka nchini Uingereza msimu wa 2025-26. Sasa pamoja na kuwa na kiwango kizuri sana katika klabu ya Chelsea mpaka hivi sasa, tangu msimu uliopita 2024-25, bado nyota Moises Caicedo anaamini ya kwamba hayupo katika viwango vya kufananishwa kwa namna yoyote ile na wachezaji wa zamani wa klabu ya Chelsea waliofanya vizuri katika klabu hiyo, ikiwemo Claude Makelele Sinda pamoja na N'Golo Kante. Sasa kama unatamani kufahamu ni nini ambacho kimetokea, fuatilia mahojiano aliyofanya Moises Caicedo jana wakati akiwa anaelekea kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Ecuador. Katika mahojiano yake, Moises Caicedo anasema ataendelea kufanya kazi kwa bidii sana ili siku moja awe mchezaji wa kukumbuka kwenye kikosi cha klabu ya Chelsea, lakini anaamini kwamba mpaka hivi sasa bado hajafikia katika level ambayo alifikia N'Golo Kante ama Claude Makelele, kwa sababu walifanikiwa kupata vitu vingi zaidi wakiwa na klabu ya Chelsea kuliko ambavyo yeye amefanikiwa mpaka hivi sasa. Anasema anahitaji pia kufunga magoli na kuisaidia timu yake kushinda, na ukumbuke mchezo wa mwisho dhidi ya klabu ya Liverpool yeye ndiye alikuwa kwanza kufunga goli la utangulizi kabisa kwa klabu ya Chelsea. Hadi sasa Moises Caicedo ni miongoni mwa wachezaji wanaoingia katika rekodi ya kukamilisha ule ukamilifu wa makombe yote ya Ulaya ambayo Chelsea ameyatwaa mara baada ya kuisaidia klabu hiyo kushinda michuano ya UEFA Conference League msimu uliopita, lakini pia ndio anaingia katika rekodi ya kila kikosi cha kwanza kabisa cha Chelsea, lakini pia cha timu zote duniani mara baada ya mabadiliko ya kombe la dunia la vilabu. Amekuwepo katika kila kikosi cha klabu ya Chelsea ambacho kilishinda taji la kwanza kabisa la vilabu kwa maana ya kombe la dunia la vilabu. Kwa hiyo anaingiza pia Chelsea katika rekodi hiyo na anaingia pia katika vitabu vya rekodi vya klabu ya Chelsea, lakini bado umri wake ni mdogo na anaendelea kuitumikia klabu ya Chelsea hadi sasa. Maana kwa hivi sasa pia kule barani Ulaya kumekuwa na changamoto kubwa sana na kumekuwa na taarifa nyingi sana zinazokuja nyakati zote kuhusiana na majeruhi ya wachezaji katika kipindi hichi cha mapumziko ya kimataifa. Hasa miongoni mwa wachezaji ambao wamepata majeruhi mpaka hivi sasa na hawatajiunga na timu zao za taifa ni pamoja na nyota wa timu ya taifa ya England na nahodha klabu ya Chelsea Reece James, ambaye anasemekana alipata majeruhi katika mchezo kati ya Chelsea dhidi ya Liverpool katika ushindi ambao Chelsea walipata 2-1, na nyota huyo ameondolewa katika kikosi cha timu ya taifa ya England na nafasi yake pale katika kikosi cha timu ya taifa ya England imechukuliwa na mlinzi wa klabu ya Manchester City Nico O'Reilly, ambaye anakwenda kujiunga na timu ya taifa ya England ambayo inajiandaa na michezo miwili, mojawapo ikiwa ni dhidi ya timu ya taifa ya Wales. Lakini pia nyota wengine ambao wameendelea kupata majeraha kadha ni pamoja na nyota wa kikosi cha timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal, ambaye hatajiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Hispania. Lakini baadhi ya wachezaji wengineo ambao wanaendelea kupata majeraha pia wanaendelea kuondolewa katika vikosi vya timu zao za taifa katika nyakati hizi ambazo wanajiandaa na michuano ya kufuzu kombe la dunia katika mataifa yao. Lakini pia wakirejea watakuwa na michezo migumu pia ikiwemo UEFA Champions League, lakini pia katika vilabu vyao Conference League na pengine pia katika ligi zao tofauti ndani ya vilabu vyao. Sasa hatua hii inaonekana kama ni sehemu ya makocha pamoja na wachezaji hawa kukwepa kuzitumikia timu zao za taifa katika nyakati hizi, wakihofia majeraha, lakini pia wakihofia uwezo wao kuja kuzisaidia timu zao pindi ambapo mapumziko ya kimataifa yatakuwa yamemalizika. Lakini baadhi ya wachezaji ikiwemo Kylian Mbappe, injury aliyopata inaonekana sio serious na ni miongoni mwa wachezaji ambao wameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa na atashiriki pia katika kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa, while wachezaji kama kina Dembele, Dizadue na wengineo kwenye kikosi cha Ufaransa watakosekana pia katika nyakati hizi. Federico Valverde amepumzishwa tu na kikosi cha timu ya taifa ya Uruguay na hatashiriki katika timu ya taifa mara baada tu ya kupewa mapumziko na kuchukua muda wa kupumzika mara baada ya kupitia kipindi kigumu cha performance yake na kiwango chake katika kikosi cha klabu ya Real Madrid. Taarifa nyingine kubwa pia barani Ulaya ni hofu kubwa inaendelea mpaka hivi sasa kwa kocha wa klabu ya Nottingham Forest Ange Postecoglou, ambaye ni mwalimu wa zamani pia wa klabu ya Tottenham Hotspur. Toka kuwasili kwake klabu na hapo akiwa kama chaguo pekee la mmiliki wa klabu ya Nottingham Forest Evangelos Marinakis, ambaye aliamua kumtimua kocha Nuno Espirito Santo kwa sababu ya kutokuwa na maelewano mazuri kati yake pia, lakini inasemekana pia na mkurugenzi wa ufundi wa kampuni ambayo inamiliki vilabu hivi vilivyoko chini ya Evangelos Marinakis, ambaye pia ni director wa zamani wa klabu ya Arsenal The Gunners Edu Gaspar. Hajapata ushindi wowote Ange Postecoglou kutoka mawasili klabu na hapo, na timu hiyo mpaka hivi sasa tunapozungumza imecheza michezo 7 ile kusoka nchini Uingereza ikiwa na alama 5 pekee. Pressure imeendelea kuwa kubwa kwake na inaaminika kwamba mmiliki huyo anaweza kuamua tofauti na vile ambavyo watu wengi wanafikiri,
akaamua kumuondosha klabu na hapo kutokana na malengo thabiti ambayo Nottingham Forest wameyaweka. Na ukumbuke mchezo wa mwisho Nottingham Forest walichezea kichapo cha magoli 2-0 kutoka kwa klabu ya Newcastle United kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini pia katika michezo ile ya Europa League ambayo Nottingham Forest ilicheza pia ilichezea kichapo cha magoli 3-2. Kwa hiyo kuna hofu kubwa pia pengine inawezekana pia kocha huyu akafungashiwa virago wakati wowote kwa hivi sasa. Bwana, habari nyingine kule barani Ulaya kwa hivi sasa ni habari ya golikipa lakini pia mtoto wa Zinedine Zidane, legend wa timu ya taifa ya Ufaransa. Mtoto wake golikipa Lucas Zidane bwana ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Algeria kwa mara ya kwanza kabisa. Timu ya taifa ya Algeria ipo karibu kabisa kufuzu kwenye kombe la dunia mwaka 2026 na wameamua kumjumuisha Lucas Zidane katika kikosi chao cha timu ya taifa. Na ukumbuke Lucas Zidane alichezea timu ya taifa ya Ufaransa katika umri wake mdogo kwa maana ya timu ya vijana, na anayo haki ya kuitumikia taifa la Algeria pia katika umri mkubwa. Sasa swali linabakia ni Lucas Zidane ameichagua Algeria au vinginevyo? Jibu ni ndio. Lucas Zidane amechagua kutumikia taifa la Algeria mbele ya taifa la Ufaransa ambalo baba yake alilitumikia, na anatarajiwa kuonekana pia katika michezo ya kufuzu kombe la dunia ambapo timu ya taifa ya Algeria inatarajiwa kushuka dimbani mapema Alhamisi ya tarehe 9 ya mwezi Oktoba watakapambana na taifa la Somalia kabla ya kushuka dimbani wakiwa nyumbani dhidi ya timu ya taifa ya Uganda mapema tarehe 14 ya mwezi wa 10. Lucas Zidane rasmi anakwenda kulitumikia taifa la Algeria na watu wengi wako excited au wanafurahia kumuona mtoto wa nyota mkubwa zaidi duniani Zinedine Zidane akilitumikia taifa la Algeria ambalo pia linahesabika kama taifa ambalo linalo mizizi ya baba yake Zinedine Zidane. Endelea kusubscribe katika channel yetu, baki nasi pia kwa ajili ya taarifa, matukio pamoja na matokeo mbalimbali ya kimichezo wakati wote tutakuwa tukikuletea kupitia IREM TV. Mimi ni Emmanuel Goodluck, kwa heri kwa sasa.